Tanzania. Leo nimekutana na alim al-allamatu al-hibru al-bahru al-fahama al-ustadh al-humam al-sheikh al-mashayikh al-doktor al-muslih Abubakar bin Zubair. Huyu ndo mufti wa Tanzania. Mufti wa Tanzania. Yani hakuna aliyekuwa juu ya huyu katika Uislamu hapa Tanzania. Hakuna shekhe, hakuna ustadhi, hakuna maalim. Huyu ndio shekhe wetu, huyu ndio mufti wetu, huyu ndio rais wa Waislamu Tanzania. Assalamu alaykum. Nimefurahi sana kukuona leo. Wallahi nimefurahi sana. Kwa sababu kuniita mtu kama wewe huko nilikokuwa mimi nilikuja natetemeka. Kaniita rais wa Waislamu Tanzania. Alhamdulillah. Sheikh, nimetika wito wako. Naam. Uliniita hivyo, nimetika na kusikiliza nasaha zako. Nasaha yangu kubwa iliyosababisha kuita ni haya magomvi yaliyo baina yako na Sheikh Nuruddin Kishki. Tumeangalia kwa muda mrefu, tumejaribu kusikia pia malalamiko ya watu mbalimbali, lakini mimi mwenyewe binafsi nimeliona jambo ambalo halina afya katika jamii na katika Uislamu kwa ujumla. Sababu hii ni mashehe, mnafahamu dini na mnajua Mungu amesemaje, mtume akasemaje na akhlaqi za Kiislamu ni zipi. Nimeona niingilie kati nikuite, alafu nikupe nasaha, lakini nasaha yangu kubwa ni kuomba ili jambo liache, usiendelee nalo tena, kwa sababu halina maslaha kwetu sisi. Sana litakuwa linazidisha kuleta sura mbaya katika jamii. Sasa vitu kama hivyo havifai. Tunaona tukuite kijana wetu kwambie kwamba jambo hili liache kabisa, halina faida yote wala halina sura yote. Kwenye mazia jambo ni bora. Kama msemo unazoni, makullu amri yusata'u bihi al-jahr, si kila jambo inawezekana kuliweka wazi. Kuna mambo huwa unajua huyajui, hutakiwi kuyasema, unatakiwa kunyamaza. Katika kunyamaza ni bora. Al-nutqu zainun was-sukutu salam. Kwa hiyo hakuna haja ya kuhangaika na vitu kama hivi. Na katika hali yetu ya maisha yetu katika nchi yetu ya Tanzania, tunachokihitaji zaidi ni amani, lakini tunahitaji utulivu. Na hayo yote yanakuja itakapokuwa watu wana mshikamano na wana umoja. Na hilo ndio ambalo tunalingania kila siku, kwamba tuwe na umoja na tuwe na mshikamano. Na pia kuwafanya masheikh wasiwe na magombano, waelewane. Na kama kuna lazim kuzungumza, basi iwe ni katika meza. Ni meza ya sulhu, kisha watu wanakaa wanasikilizana, wanaambizana, wanaambiana, na sio lazima vitoke katika vyombo vya habari. Kisha watu wanamaliza mambo yanakuwa yamekwisha. Kwa hiyo nasaha yangu kuita Tanga hapa ni kwa ajili ya kutaka kupata nasaha kwamba hili jambo sasa halina afya, liache moja kwa moja, endelea na shughuli zako nyingine za kawaida. Na nasaha kama hii nitamwambia vile Sheikh Nuruddin Kishki. Naam. Nashukuru sana na kuahidi mufti. Naam. Sitarudia. Inshallah. Wewe ni shekha wangu, ni mwalimu wangu, kiongozi wangu katika dini. Madamu ushasema, na kuahidi sitakuvunjia heshima. Inshallah. Nitatekeleza maagizo leo. Asante. Kata.